Mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalolipata katika Injili ya Yohane sura ya 6 aya ya kwanza hadi ya 15. Yohane anatuambia mwanzoni kabisa kwamba Yesu alikwenda zake ng'ambo ya bahari ya Galilaya ambayo ilikuwa imepewa jina la Tiberia. Kwa nini Yesu anakwenda zake ng'ambo ya bahari ya Tiberia? Zilikuwa ni nyakati ambazo Yesu alitamani sana, na ndivyo alivyofanya. Alijitenga na umati wa watu ili apate nafasi ya kuweza kupumzika. Watu walikuwa wakimjia wakitaka miujiza. Yeye akaamua kujitenga na umati wa watu ili apate nafasi ya kupumzika na baadaye apate nafasi ya kuweza kumwomba Mwenyezi Mungu. Tunajifunza jambo moja hapa kwamba Yesu hakufungwa na huduma za watu ambazo walikuwa na mhitaji. Yesu anapata nafasi ya kuweza kujitenga ili aweze kufanya maombi. Kuna kipindi unaweza ukawa umetingwa na kazi nyingi sana, unasifiwa katika eneo lako la kazi, watu wote wanakusifu kwa sababu ni mfanyakazi bora, muda wote unafanya kazi. Usijisahau, wewe sio wa kwanza na wewe sio wa mwisho. Upate muda wa kujitenga na kazi na huo umati wa kazi. Upate muda wa kujitenga na kukutana na watu. Nenda uweze kuwa peke yako, uweze kupumzika. Na kitendo cha kutopumzika kwa watu wengi kinawapelekea kufanya kazi katika hasira, kwa sababu hukupata muda wa kuweza kukaa kupumzika na kuweza kufanya maombi kwa Mwenyezi Mungu aliyekupatia hiyo huduma, aliyekupatia kazi hiyo. Na hilo ulichukue kama ni sehemu mojawapo ya kusaidia uweze kufanya vizuri katika eneo lako la kazi, au ufanye vizuri katika eneo lako la huduma. Akiwa huko amejitenga, yeye pamoja na wale mitume 12, mkutano mkuu wakamfuata kwa sababu ya ishara alizokuwa amezifanya. Alipoona umati mkubwa wa watu wakimjia, huruma ya Yesu iliwaka. Kwa nini? Kuna sehemu nyingine katika Biblia wameandika, aliwaona wale watu walikuwa ni kondoo wasiokuwa na mchungaji. Na kama walikuwa ni kondoo wasiokuwa na mchungaji, walikuwa na njaa, walikuwa na uchovu, hakuna mtu aliyewapatia chakula. Huruma ya Yesu inampelekea, anawauliza wale mitume wake aliokuwa nao karibu. Anamuuliza Filipo, mmoja ya mitume ambaye alikuwa ametoka eneo la Bethsaida. Yaani Bethsaida ilikuwa ni eneo la nyumbani kwao. Anamuuliza Filipo, kuna maeneo gani ambapo tunaweza tukapata mikate ya kuweza kuwalisha watu hawa? Filipo alikuwa anajua, lakini angalia, anatoa majibu ambayo hayakuwa na faraja ya kukatisha tamaa. Anasema kwamba je, katika ile eneo hakuna sehemu ambayo tunaweza tukapata mikate kama hiyo? Anakatisha tamaa kabisa. Anamkatisha tamaa Yesu pamoja na wale watu wote waliokuwa wamekuja. Tunajifunza kitu gani? Unaweza ukawa katika timu ya Yesu, ukawa ni mojawapo ya watu walio karibu sana na Yesu, lakini moyo wako ukawa si wa Yesu. Moyo wako hauna huruma kwa watu wanaomjia, na kila siku katika safari ya maisha yako ni kuwakatisha tamaa wenzako, kuwavunja moyo watu ambao wanamjia Yesu. Jifunze jambo hili, wewe ambaye una roho ya Filipo. Watu hawajaja kwako, wamekuja kwa Yesu, wanamtafuta Yesu. Sio kwamba wewe ndio kielelezo, wanamtafuta Yesu, wanamjua Yesu, wanamfuata. Kwa nini unawavunja moyo? Kwa nini kila siku katika safari yako ya maisha kwamba haiwezekani na hutaki kufanya jambo lolote lile? Mwenyezi Mungu atuepushe na roho ya Filipo katika kanisa. Tuna watu ambao hakuna mtu ambaye anasimama kuweza kuwapatia wengine matumaini, ni kuwavunja moyo tu. Ni kweli upo karibu sana na Yesu, usiwavunje watu moyo. Baadaye anajitokeza Andrea, ambaye Biblia inasema alikuwa ni ndugu yake Simoni Petro. Yeye katika uchunguzi akasema, hapana, tunaweza tukafanya kitu. Akapeleleza, akamkuta mtoto ambaye alikuwa ana mikate 5 ya shairi
na samaki wawili. Mikate ya shayiri katika nyakati ambazo Yesu alikuwa anaishi ilikuwa ni mikate ya thamani ya hali ya chini sana. Ilikuwa ni mikate iliyodharauliwa, ilikuwa ni mikate ya masikini. Na hata mwanamke aliyekuwa amefumaniwa katika uzinzi, alipokuwa analeta sadaka yake mbele ya madhabahu kwa ajili ya sadaka ya toba, aliambiwa alete mkate wa unga wa shayiri. Kwa hiyo ukaonekana kwamba unga wa shayiri ulikuwa ni unga wa wadhambi. Kwa hiyo mtoto alikuwa amechukua mkate wa thamani hali ya chini sana, mikate mitano masikini, na baadaye alikuwa amechukua samaki ambao alikuwa amewapata kutoka kwenye lile ziwa Galilaya. Inaonekana kijana huyu alikuwa amechukua mikate aishike aweze kula. Huyu Andrea anamchukua huyu mtoto anampeleka kwa Yesu. Na kitendo hiki cha Andrea kumpeleka huyu mtoto kwa Yesu ni mara ya pili. Andrea anasimama nafasi ile ya watu ambao muda mwingi wanawachukua watu kuwapeleka kwa Yesu. Alishampeleka Simoni Petro kwa Yesu katika ile Yohana sura ya kwanza aya 40 mpaka 42. Na Yesu alipomuona Simoni Petro akasema, kuanzia leo utaitwa Petro. Na baadaye huyu sasa Simoni Petro anakuja kuwa ndio baba mtakatifu wa kwanza. Kazi ya Andrea, anampeleka kwa Yesu huyu mtoto. Tunajifunza kitu gani? Wazazi na ndugu yangu, katika safari ya maisha, jitahidi uwapeleke watu kwa Yesu, usiwatoe watu kwa Yesu. Unavyompeleka mtoto wako kwa Yesu, unavyompeleka huyo ndugu kwa Yesu, hujui huyo mtu amebeba kitu gani, ana uwezo gani ambao Yesu akiutumia huo uwezo anaweza akabadilisha hali ya huzuni ikawa ni furaha, akabadilisha hali ya njaa ikawa ni shibe. Huyu mtoto anaenda kwa Yesu akiwa na mikate mitano yenye thamani hali ya chini. Yesu anafika pale, anaipokea ile mikate, anamshukuru Mwenyezi Mungu. Anapomshukuru Mwenyezi Mungu, sasa anawalisha watu. Biblia imeandika watu wanaume 5,000. Anatufundisha kitu gani Yesu? Haijalishi katika safari yako ya maisha umepokea kitu kidogo ambacho kina thamani ya hali ya chini. Katika biashara umepokea faida ya hali ya chini, unapokea mshahara wa hali ya chini, unapokea vitu ambavyo ni vya maskini, yani kitu kile hakikutoshelezi katika safari ya maisha yako. Mshukuruni Bwana kwa kila jambo linakuja katika safari ya maisha. Hujapokea kile kiwango cha hali ya juu, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho umekipokea. Unapomshukuru Mwenyezi Mungu, unapoingia katika ibada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu katika safari yako ya maisha, ndipo nyakati hizo Yesu huwa anatenda miujiza kwa kile ambacho kilikuwa kimedharauliwa. Angalia, mikate mitano inageuka kuweza kulisha watu 5,000, na watu wanakula wanashiba, kwa sababu Yesu alimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile alichokuwa amekipokea. Ebu kila jambo linalokuja katika safari ya maisha yako, liweze kuwa ni baya, liweze kuwa ni zuri, mshukuru Mwenyezi Mungu, na kupitia shukrani hiyo Mwenyezi Mungu atakufanyia mambo makubwa ya ajabu, utaweka historia. Na mwishoni Yesu anawaambia hawa wafuasi wake, akiwepo Filipo, kusanyeni mikate yote na samaki, kisizagae hata kipande kimoja. Anatufundisha umuhimu wa kutunza kile chakula ambacho kimetoka mbinguni. Tunapata chakula kila siku katika safari ya maisha yetu, na unamkuta mtu chakula anakizagaa tu, kipo kwenye dustbin, kipo huko. Tunaharibu chakula, hatukitunzi chakula. Hatuwafundishi watoto wetu kuweza kutunza vyakula ambavyo kuna watu wengine wamekosa chakula. Yesu anawafundisha hawa mitume watunze kile, wakatunza kile chakula na baadaye wakaondoka nacho. Mwenyezi Mungu atubariki katika safari ya maisha yetu, tutunze vile ambavyo tuko navyo, tuwapeleke watu kwa Yesu, tusiwakashe watu tamaa, na baadaye tuweze kuwa na muda wa mapumziko. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amin.